Jui Quds Day ni siku ambayo itangazwa na Sheikh wetu Mungu amrahamu Sayyid Ayatollah Khomeini, na hii siku alitangaza 1929, na ni vizuri mjue kwamba immediately after the revolution 1929 ilichukua miezi minne tu akaitangaza hii Quds Day. Madhumuni yangu ni kwamba huyu Sayyid alikuwa anataka nini kwa watu, kwa mustakbali wa umma. Huyu Sayyid alikuwa na maono makubwa sana. Kwanza alifanya Quds Day iwe ni kitu ambao itabainisha, kwa sababu zamani kulikuwa ni watu wenye developed countries, zile zina mapesa na zile nchi maskini, lakini yeye aligawa dunia mara mbili, mwenye kudhulumiwa na mwenye kudhulumu. So akawa ni analeta hii Quds Day si kwa Waislamu tu, ili ni kuwaamusha watu ambao wamedhulumiwa kuwapigana na wale wenye kudhulumu. Kwa hivyo ikawa ni siku ya kubainisha mwenye kudhulumiwa na mwenye kudhulumu. Na hii ni mambo ambayo imeonekana mpaka leo kwamba dunia leo imegawanyika mara mbili. Na siku zote ukiangalia katika Quds Day na mpaka vita zilizopiganwa siku hizi, zinaonekana kwamba dunia imegawana mara mbili, kwa wenye kudhulumiwa na mwenye kudhulumu. Na hii siku imekuwa si Waislamu tu, na ndio ukaona nchi ya Iran imesaidia watu ambao hata si Waislamu maadamu wamedhulumiwa, kama vile watu wa Venezuela. Malengo ingine ya Sayyid Mungu amrahamu ilikuwa ni kuleta kumbukumbu, iwe ni kitu ambao tutakumbuka kila siku, kwa sababu watu husahau sana. Angalia paka Mzayuni paka ametuletea jina mpya, wanatuimbia ile Masjid Aqsa inaitwa Jerusalem. Sayyid alikuwa na malengo kwamba sisi hii maneno tuliyasahau, na si mambo ya Jerusalem. Msamiati wetu sisi Waislamu ni Masjid Aqsa, na ndiyo Sayyid kwa maono makubwa sana alikuwa na mbele sana, akawa anaita hii siku Quds Day ndio iwe ni kumbukumbu ya kila siku, watu wote watakaokuja wawe wanajua kwamba kuna Quds Day. Mambo ingine alileta ni kwamba Quds Day ni kwamba Quds Day iwe ni mambo ya kila mtu, na kuonyesha kwamba Quds ile Jerusalem, mapambano yetu yote kama Waislamu tusipelekwe kule na kule. Lengo letu kama Waislamu ni kuliberate Masjid Aqsa. Kwa hivyo ukiona vita hizi
sikienda Iran, siende Syria, siende Iraq, siende wapi. Hii ni kutoa, vijana wanasema kupoteza network. Said alikuwa na lengo kwamba siku zote watu watakaokuja wawe wanakumbushwa kwamba mapambano haya yote ni kutaka kuja kuliberate Masjid Aqsa. Na hii Masjid Aqsa ndio vita yetu yote iko. In fact, wenye kusoma historia ni kwamba katika history society yoyote ambayo inamiliki Masjid Aqsa ndio huwa inatawala dunia. Kwa hivyo hata sisi Waislamu biidhnillahi karim tungetaka kutawala dunia na nidhamu ya kisheria na nidhamu ambayo ina uadilifu, na hiyo haitatokea kwa mpaka Masjid Aqsa ibaritiwe. Na ndio paka imeleta maharakati wengi ambao hata si Waislamu, kama Nelson Mandela akasema kwamba South Africa haitakuwa free paka Masjid Aqsa na Palestine iwe liberated. Kwa hivyo hii Quds Day ni siku ya kila mtu ambaye angetaka kuleta ukombozi. Na hapa Kenya hata sisi hii Quds Day ina maana kwamba lazima tuungane kama wa Kenya. Ndio hata Quds ikiwa liberated, hata sisi Kenya tujiberate kutoka kwa serikali mbaya. Na hii ni kazi ya kila mtu, na hii ni kazi ambayo tulifunzwa na Saidi wetu Ayatollah Khomeini, Mungu amrahamu, kwamba mapambano iko pahali pote. Na hii ni mambo ambayo tumefunzwa na Imam Hussein alayhi salam, kwamba kila dunia, kila pahali ni Karbala na kila siku ni Ashura, na hiyo ni continuity. Na ukiangalia katika mambo yote ya Said Khomeini, alikuwa anasema kwamba liberation ile ya Iran revolution ambayo imezaa hii siku imeletwa na matadom ya Imam Hussein alayhi salam. Kwa hivyo ni mambo ambayo inatufunza sisi kwamba kuatii imam zetu ni mambo ya liberation ya kila binadamu. Asanteni sana. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على